Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Shadia Zuberi Hamisi kutoka Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, campus ya Kizimbani. Nimekuja leo kwenye Charity Day kwenye program ya wahitimu wa Chuo cha Afya Fedha. Nimekuja kwa ajili ya kuja kupima afya yangu. Tumekuja kutoa misaada kwa wale ambao wa mahitaji maalum pamoja na watu wenye ulemavu na mayatima. Pia tumepima afya zetu, tumechangia damu, tumepima macho. Hivyo ushauri wangu ni kwamba pale ambapo tunasikia kuna jambo kama hili, tunatakiwa tuje kwa ajili ya kujua afya zetu pamoja na kushirikiana na wanajamii katika kusafisha mazingira. Hata hivyo tunashukuru sana wanafunzi wa chuo cha ZSH kwa kuja kutupima afya zetu. Asanteni. Na pia tunatoa shukrani zetu za dhati kwa wanafunzi wa hitimu wa Chwaka na wanafunzi wa ZSH chuo cha afya kwa ajili ya kuja kutupima afya zetu, tumejua afya zetu na pia kusafisha mazingira. Kwa jina naitwa Juma Nemshi Abdalla, mkazi wa Chwaka. Nimekuja hapa kwenye kituo leo niliposikia kuna programu ya wahitimu wa chuo cha fedha cha Chwaka kwa ajili ya kuja kuchangia damu katika eneo hili la shule ya Chwaka. Na tunawashukuru, tumepata huduma nyingi hapa katika hichi kituo kwa siku ya leo. Tumepata kupima afya, tumepata kupima macho, tumepata kupima pressure, tumepata kuchangia damu kwa maslahi ya taifa letu. Na niwashauri wananchi wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuchangia damu. Damu ni jambo muhimu sana ambalo linalohitajika, ni jambo muhimu. Kuna watu wanahitaji damu, kuna watu wanahitaji kila kitu. Kwa hivyo wajitokeze kwa wingi, ambao watu hawajajitokeza kuja kuchangia damu, wajitokeze waje wachangie damu. Kwa majina naitwa Mkwai Wali Maskuz, ni mdau wa haya mambo yetu ya community, lakini programu ya leo imeandaliwa na Zifa Legend wakishirikiana na Zanzibar School of Health. Hawa tunafahamu chuo chetu cha School of Business mwanzo kabla ya kuingia katika muungano wa SUZA kilikuwa kinaitwa Zifa, yani Zanzibar Institute of Finance. Maana yake sasa kuna watu ambao walikuwa wanafunzi ambao wamesoma, ambao walisoma kwa kile kitambo cha Zifa. Maana yake hii ni programu yao ya kurudisha kwa jamii ya kila mwaka. Kwa mwaka huu tunakuwa tunarudishaga kwa jamii kwa kupitia kundi maalum ya yatima, lakini mwaka huu wameamua kurudisha, kujitanua zaidi, kuingia katika jamii ambayo tuko nayo. Ndio maana leo kama utaona hapa tunafanya programu nzima ya kucheki afya. Leo kuna programu 3 zinafanyika. Inafanyika utoaji wa damu, inafanyika kucheki afya, na pia watu wanapima miwani. Maana ni hiyo programu ambayo inaendelea. Alafu na la 4 ambayo imeongezeka, ambayo lipo tushalizoea, ni swala zima la kurudisha kwa jamii, yani kujali yatima yetu. Manake ukiangalia katika vitabu ambavyo vinatuamrisha jinsi gani mtu yote ambaye atamwangalia yatima, manake ana fungu kubwa. Kaka zetu, tukisema kaka zetu kwa sababu walishapita, manake wanaendelea kurudi, hawajasahau fadhila ambao waliifanya ndani ya kijiji, kwa na wao wanajaribu kurudi katika jamii kujaribu kusaidia. Assalamu alaikum, kwa majina naitwa Sana Suleiman Nasor kutoka chuo cha Zanzibar School of Health kwenye kozi ya Occupational Health and Safety Management. Tunakushukuru sana kwa ukaribisho wenu hapa Chwaka. Tumekuja kwa ajili ya kuangalia afya ya watu na mazingira yao kwa ujumla. Tumeshirikiana vizuri katika mambo ya usafi, na pia tuna zoezi la uchangiaji damu na vile hata pressure. Kwa majina naitwa Atif Makame Ismail kutoka chuo cha Zanzibar School of Health katika kada Occupational Health and Safety Management System. Tupo katika mji wa Chwaka. Tumekuja kuangalia afya za watu kama kupima damu, kupima pressure, sukari. Na washauri watu kuja kwa wingi kujua pressure zao, damu zao, kwa sababu matibabu ya hapa ni bure.
kuliko sehemu nyingine watakazokwenda kuchangia. Jina langu naitwa Ali Faki Saidi, ni mfanyakazi wa Zanzibar School of Health. Tupo katika shule ya Chwaka kwa ajili ya tukio la upimaji wanajamii afya zao, pia katika suala la uchangizi wa damu. Wito wangu kwa jamii kuja katika shughuli yetu hii ya upimaji wa afya, pia uchangizi wa damu, ni kuna faida nyingi sana. Moja kati ya faida ambazo atazipata mtu kuja kuchangia damu ni kuwa mwanachama huru wa uchangizi wa damu. Hata ikitokezea tupo katika shule ya Chwaka kwa ajili ya tukio la upimaji wa afya za wanajamii, lakini pia kwa ajili ya uchangizi wa damu. Tukiwa kama wadhamini wakubwa wa shughuli hii, tunakukaribisha wewe mwanajamii kuja kujua afya yako, lakini pia kuja kufanya uchangizi wa damu, kwa sababu kujua afya yako kuna faida nyingi, na uchangizi wa damu pia kuna faida nyingi. Moja kati ya faida ambayo utaipata katika uchangizi wa damu, utakuwa mwanachama huru wa uchangizi wa damu. Unaweza kupatiwa kipande na kuwa mwanachama wa uchangizi wa damu. Hii itakusaidia hata unapopata mgonjwa kumpeleka hospitali, inakuwa ni rahisi. Baada ya kuonesha kipande chako, mgonjwa wako atapatiwa damu bila ya mashaka. Lakini pia kuja kupima afya, hii inakusaidia kujua afya yako na kujua yale yanayoendelea katika mwili wako. Hata ikitokezea kuna mabadiliko ambayo sio mazuri, basi utapata ushauri, lakini pia utapata matibabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Abdulaziz Hamis Hussein, ni mfanyakazi kutoka Zanzibar School of Health, chuo bora cha afya. Leo tupo katika mji wa Chwaka hapa, tumekuja kufanya afya za wanajamii, lakini pia utambua ule usafi wa mazingira ambao umetuzunguka katika sehemu hii. Lakini pia katika sehemu ambazo tunafanya afya ya wanajamii, tunaona watu mbalimbali ambao wanajitokeza katika sehemu hii ili kuja kuangalia yale maendeleo yao, lakini pia kujua afya zao. Kama wataalamu wanavyosema, afya yako ni haki yako katika kudumisha usalama wako. Hivyo leo tupo hapa kama wahudumu bora wa afya katika kuja kutetea zile afya bora za wanajamii na kujua maendeleo yao ambayo yanawakumba. Wapo wataalamu ambao wanapima vipimo mbalimbali, lakini pia wapo wataalamu ambao wanatoa ushauri mbalimbali kwa wale wagonjwa ambao wamegundulika baada ya vipimo vilivyofanyika matatizo yao. Hivyo tupende kuwakaribisha watu mbalimbali katika sehemu hii, lakini pia kuweza kuwakaribisha watu mbalimbali kutoka sehemu nyingine pia waje katika sehemu ya hapa Chwaka kwa ajili ya kuweza kutambua afya zao, lakini kwa ajili ya kutambua yale maendeleo yao.